Karibu kwenye moduli ya 9 mafunzo ya kufua, kupasi na kukunja. Kipindi cha leo kitakuwa mafunzo ya kina ya dakika 12. Hatutajifunza tu kufua nguo, bali tutaimudu kulingana na GCC Domestic System. Karibu sana. Karibu kwenye moduli ya 9 mafunzo ya kufua, kupasi na kukunja. Kipindi cha leo kitakuwa mafunzo ya kina ya dakika 12 yatakayo kufanya uwe mtaalamu wa kweli. Hatutajifunza tu kufua nguo, bali tutaimudu kulingana na GCC Domestic System. Umakini wako kwa kila jambo ndio siri ya mafanikio yako. Karibu sana. Tuanze na sayansi ya vitambaa. Pamba ni nyuzi ya asili inayovutia na inayoweza kupitisha hewa, lakini inaweza kusinyaa isipotunzwa vizuri. Daima ishughulikie kwa tahadhari. Hariri ni kitambaa cha kifahari zaidi. Nyuzi zake ni laini sana na hazipaswi kuanikwa juani au kufuliwa na maji ya moto. Utunzaji mpole ni muhimu. Vitambaa sanisia kama nailoni na polyester hudumu sana, lakini huathiriwa na joto. Daima tumia joto la chini unapoipasi ili usiharibu nyuzi zake. Nguo za sufu au pamba nzito zinahitaji utunzaji wa kipekee. Usizianike kwa kuzitundika, kwani zinaweza kulegea. Badala yake zilaze kwenye sehemu tambarare. Uchaguzi wa sabuni ni muhimu sana. Tunatumia tu kemikali zinazofuata viwango vya halal na ambazo ni salama kwa nguo na mazingira yetu. Kumbuka, tumia vifaa vyenye Yellow Toll Code pekee kwa dobi ili kuhakikisha usafi na usalama na kuzuia maambukizi kati ya maeneo ya nyumba. Kabla ya kuanza, andaa eneo lako la kazi. Eneo safi huongeza ufanisi. Hakikisha ubao wako wa kupasi ni safi na umekazwa vizuri kwa ajili ya usalama. Kagua kila nguo kwa uangalifu kabla ya kuiweka kwenye mashine ya kufua. Zingatia sana kola na mikono ambapo madoa ya jasho na uchafu hujikusanya. Kwa madoa ya wino usitumie maji moja kwa moja. Badala yake tumia dawa maalum ya kutoa madoa na lisukume doa nje taratibu bila kulisugua kwa nguvu. Suuza madoa ya kahawa au chai mara moja kwa maji baridi. Mchanganyiko wa siki nyeupe na maji hufanya kazi vizuri sana kwa madoa ya aina hii. Kwa madoa ya mafuta au grisi, paka sabuni kidogo ya kuoshea vyombo na iache kwa dakika 15 ili ivunje chembechembe za mafuta kabla ya kufua. Kwa madoa ya vipodozi kama lipstiki, tumia kalamu maalum ya kutoa madoa au sabuni laini. Usisugue, kwani doa litasogea mbele zaidi. Sasa tuseme kuhusu mashine ya kufua. Kama mtaalamu, lazima uelewe kila mpangilio wa mashine yako na jinsi ya kuutumia kwa matokeo bora. Tumia mpangilio wa delicate kwa nguo laini kama hariri. Mzunguko wake wa taratibu unazuia nyuzi za nguo zisiharibike wakati wa kufua. Joto la maji ni muhimu sana. Maji ya moto sana yanaweza kusinyaisha nguo, wakati maji ya baridi sana yanaweza yasifue uchafu mzito. Nyuzi 30 hadi 40 ni bora. Daima acha nafasi ya mkono mmoja ndani ya mashine juu ya nguo. Hii inaruhusu nguo na maji kuzunguka vizuri na kusafisha uchafu kikamilifu. Kupanga nguo si rangi pekee. Usifue nguo nzito kama jeans pamoja na mashati mepesi. Msuguano wa nguo nzito unaweza kuharibu vitambaa laini. Unapofua thobe, daima igeuze nguo ndani nje. Hii ndiyo njia bora zaidi ya kulinda mng'ao na ubora wa kitambaa cha upande wa nje. Abaya zenye urembo mwingi ni salama zaidi zikifuliwa kwa mkono. Ukihitaji kutumia mashine, hakikisha unaiweka ndani ya mfuko maalum wa dobi. Sasa tunakuja kwenye hatua muhimu ya kupasi. Nguo iliyopasiwa vizuri inaonyesha heshima yako kwa kazi na umakini wako kwa maelekezo ya mwajiri. Kutengeneza mstari wa katikati uliokunjika vizuri kwenye suruali ni sanaa. Sawazisha mishono ya ndani na ipasi kwa shinikizo thabiti kuanzia juu. Kumbuka, mstari wa mbele na wa nyuma lazima unyooke sawasawa. Tumia mvuke wa pasi ili kuondoa mikunjo yote kwa urahisi zaidi. Kwa nguo zenye marinda, tumia pini kuzishikilia ili zisicheze wakati unapasi. Hii itahakikisha kuwa kila mkunjo unabaki na umbo lake sahihi. Ipasi kila rinda moja baada ya jingine kuanzia juu ukielekea chini. Tumia mvuke mwingi ili nguo ionekane mpya na yenye kuvutia zaidi.
Anza na kola ya thobe. Ipasi kuanzia ndani kuelekea nje ili iwe ngumu na isiyo na mikunjo kabisa. Kola nadhifu ni muhimu sana. Hatua inayofuata ni sehemu za mikono. Zifungue na uzinyooshe, kisha zipasi kwa umakini mkubwa pande zote mbili. Hakikisha mishono iko tambarare. Unapopasi sehemu ya mwili wa thobe, tumia mikunjo mirefu na iliyotulia. Usivute kitambaa, badala yake iruhusu pasi iteleze yenyewe kwa upole. Kwa abaya, daima tumia kitambaa chepesi cha kukingia juu yake. Hii inazuia pasi isiache alama za kung'aa zinazosababishwa na joto kali. Usafi ndio msingi wetu. Ni jukumu lako kuhakikisha chumba cha dobi na vifaa vyote, hasa ngoma ya mashine, ni safi na salama wakati wote. Tumia vifaa maalum kusafisha sehemu ya chini ya pasi mara kwa mara. Pasi safi ndiyo inayoweza kutoa matokeo bora na yenye kung'aa. Safisha chujio la uchafu la mashine ya kukaushia baada ya kila matumizi. Hii inapunguza hatari ya moto na kuharakisha zoezi la kukausha nguo. Safisha mashine yako mara moja kwa mwezi ili kutoa mabaki ya sabuni na chokaa. Hii inaimarisha ufanisi na kuongeza muda wa kuishi wa mashine. Sasa tuingie kwenye ulimwengu wa kukunja nguo. Mkunjo wa mtindo wa hoteli unampa mwajiri wako hisia ya ubora na huduma ya kitaalamu. Kunja taulo kwanza kuelekea urefu katika sehemu tatu zinazoshindana. Hakikisha kingo zote zinalingana sawasawa kwa ulinganifu sahihi. Kisha liviringishe kwa nguvu ili liwe kama duara. Hii si tu inapendeza, bali pia inaokoa nafasi kubwa kwenye kabati lako la nguo. Omba msaada unapoikunja shuka kubwa ya kitanda. Iweke ikiwa imenyooka kabisa na utumie mbinu ya kukunja pembe za hospitali. Ingiza pembe za shuka za mpira moja ndani ya nyingine hadi upate umbo la mstatili uliolala. Kisha ikunje kama shuka ya kawaida. Tumia ubao maalum wa kukunja mashati ili yote yawe na ukubwa mmoja na kabati lako liwe na mpangilio unaovutia na nadhifu. Tupitie madoa magumu zaidi. Kumbuka, mtaalamu wa kweli hakati tamaa na doa lolote lile mpaka apate suluhisho sahihi. Kwa madoa ya damu, tumia tu maji ya baridi sana. Maji ya moto yanafanya protini kuganda na kufanya doa lisiweze kufutika milele. Kwa madoa ya kutu, tumia maji ya limao na chumvi. Kuianika nguo hiyo juani kutaongeza kasi ya dawa hiyo na kuondoa doa kabisa. Nyunyizia chumvi mara moja kwenye tumpuko la mvinyo mwekundu. Chumvi itanyonya kioevu, kisha suuza kwa maji ya baridi baadaye. Kwa madoa ya nyasi, tumia mchanganyiko wa siki na baking soda. Hii itatoa uchafu wa kijani ndani ya nyuzi za nguo. Kazi yako haijaisha mpaka ufanye ukaguzi wa mwisho. Kagua nguo kwenye mwanga mkali ili kuhakikisha hakuna mkunjo uliosahaulika. Tumia a lint roller kama hatua ya mwisho, hasa kwenye nguo za rangi nzito. Kusiwe na nyuzi wala nywele zilizobaki kwenye nguo. Hakikisha vifungo vyote viko imara na zipu zinapanda na kushuka vizuri. Ukiona kifungo kimelegea, kishone mara moja kabla ya kumkabidhi mwajiri. Kwa uhifadhi wa muda mrefu, tumia mifuko ya nguo inayoweza kupitisha hewa. Hii inalinda nguo dhidi ya vumbi na wadudu waharibifu. Kama mguso wa ziada, mwajiri wako atafurahi akiona kijikaratasi kidogo kinachoonyesha kuwa nguo zake zimetunzwa kwa uangalifu wa pekee. Weka mifuko yenye manukato ya asili kati ya nguo zilizokunjwa. Hii inampa mwajiri hisia ya kuwa kwenye hoteli ya kifahari kila siku. Kama mtaalamu wa hygiene domestic, juhudi zako zinaleta amani na furaha nyumbani. Jivunie taaluma yako na ubora wa kazi yako. Panga kabati la nguo kulingana na rangi na aina ya nguo. Mpangilio huu unaleta muonekano nadhifu na unarahisisha upatikanaji wa nguo. Kutunza viatu ni sehemu muhimu. Piga brashi na rangi viatu vya ngozi mara kwa mara ili kulinda ubora wake kwa muda mrefu. Daima tumia vifaa vya kushikilia umbo la viatu. Hii inazuia ngozi isikunjamane na inasaidia kunyonya unyevu wa ndani. Usipasi tai za hariri moja kwa moja kwenye ubao. Tumia pasi ya mvuke ukiwa umeining'iniza ili kulinda muundo wake. Piga mswaki suti za sufu kila baada ya matumizi.
Hii huondoa vumbi na kupunguza uhitaji wa kuzipeleka dobi mara kwa mara. Sasa umeiva na unajua kila mbinu ya kitaalamu katika utunzaji wa nguo. Wewe sasa ni mtaalamu aliyethibitishwa. Tunza vifaa vyako. Mimina maji yaliyobaki kwenye pasi ya mvuke kila baada ya kazi ili kuzuia kutu isijengeke ndani. Chagua hanga sahihi. Tumia hanga za mbao kwa makoti mazito na zile zilizosheheni sponji kwa nguo laini za hariri. Ondoa maji kwenye sweta kwa kuliviringisha ndani ya taulo safi. Usilikamue kwa nguvu kwani litaharibu umbo lake asili. Ipasi hariri nyeusi ukiwa umeigeuza ndani nje. Hii inazuia kung'aa kusikotakiwa na alama za maji kwenye kitambaa. Tumia wanga kwa kiasi tu kwenye kola na mikono ya shati. Wanga uliokithiri unaweza kuifanya nguo kuwa ngumu sana. Anika nguo za ndani na zile nyepesi kwenye chuma cha kuanikia ukitumia vibanio. Hakikisha hazipigwi na jua kali la moja kwa moja. Tumia mfumo wa kujisafisha wa pasi yako angalau mara moja kwa mwezi ili kutoa madini ya chokaa yanayoziba matundu ya mvuke. Hifadhi mablanketi makubwa ndani ya mifuko inayofyonza hewa. Hii inaokoa nafasi kwenye kabati na kuzuia vumbi kuingia. Tengeneza ramani ya kabati. Kila aina ya nguo inapaswa kuwa na eneo lake maalum ili kurahisisha upatikanaji wake. Unaweza kujitengenezea manukato yako. Changanya matone machache ya mafuta ya lavenda na maji safi na kunyunyizia kwenye mashuka. Ikiwa nguo ina shanga au urembo mwingi, ipasi ukiwa umeiweka juu ya taulo nene ili urembo usivunjike au kuharibika. Kama zipu inasumbua, pitisha mshumaa au ncha ya penseli kwenye meno ya zipu ili kuilainisha ipande na kushuka kirahisi. Daima unganisha soksi kwa usahihi na uzikunje. Usiziviringishe kwa nguvu kwani inalegeza mpira wake wa juu. Futa vizuri raba iliyo mlangoni mwa mashine ya kufua. Maji yakisimama hapo husababisha harufu mbaya na fangasi. Tumia mifuko ya wavu kwa nguo ndogo na za ndani. Inazuia zisisagane sana au kupotea ndani ya ngoma ya mashine. Ili kutoa madoa ya jasho kwa pani, paka mchanganyiko wa baking soda na maji. Yache kwa dakika 30 kabla ya kuifua. Vitambaa vya lazi ni laini sana. Vipasi kwa joto la chini ukiwa umeweka kitambaa chembamba kwa juu ili visiyeyuke. Kunja nguo za sufu ya kashmere ukitumia karatasi laini kuzuia msuguano. Usizitundike kwenye hanga kabisa. Mbali na nguo, mashine nayo inahitaji usafi. Iwashe ikiwa tupu na maji ya moto na dawa maalum kila mwezi. Ondoa draw ya kuwekea sabuni na uisafishe kwa mswaki mdogo. Sabuni iliyoganda inaweza kuziba mfumo wa maji. Pia safisha chujio la maji kwa nyuma ya mashine. Chujio chafu hupunguza kasi ya maji kuingia na kuchelewesha kazi. Unapohifadhi nguo nene za msimu wa baridi, hakikisha zimefuliwa zikawa safi. Madoa huwavutia wadudu waharibifu. Tumia vipande vya mti wa mwerezi asili badala ya dawa za kikemikali. Huzuia wadudu huku ikitoa harufu nzuri. Utunzaji wa nyumba unajumuisha mapazia. Tumia pasi ya mvuke ya kusimama kwenye mapazia yaliyotundikwa ili kuondoa vumbi. Ansia juu ukisuka polepole hadi chini. Mvuke wa moto wa utitiri na kuondoa viini vinavyosababisha msio. Kabla ya kutoka, hakikisha hanga zote kwenye kabati zinaelekea upande mmoja. Hili ndilo jicho la mtaalamu. Kwa nguo za hariri nzito, piga pasi ya mvuke ukiwa umeziweka ndani ya kitambaa cha pamba. Hii inalinda rangi. Daima kagua nyayo ya pasi yako kabla ya kuanza kazi. Mabaki ya uchafu yanaweza kuharibu nguo nyeupe. Panga tai na vitambaa vya mfukoni kwa kuviviringisha kwa upole na kuviweka kwenye draw zenye migawanyo. Nguo za michezo zinapaswa kufuliwa bila kutumia vilainishi vya nguo kwani vinaharibu uwezo wa kitambaa kupumua. Kama huna uhakika na aina ya kitambaa, daima jaribu kupasi sehemu ndogo ya ndani kabla ya kuendelea. Hifadhi suti zako kwenye hanga nene za mbao zinazolingana na mabega yako. Hii inazuia koti lisipoteze umbo. Asante kwa kumaliza mafunzo haya. Endelea kudumisha viwango vyako vya hali ya juu. Kwa heri.
Katika moduli inayofuata tutajifunza kuhusu ziara ya villa na majlis. Hadi wakati huo, endelea na ubora. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu ya gipsdomestic.com. Asante na kwaheri. Kumbuka, huduma yako ndio kitambulisho chetu. Endelea kutoa matokeo bora kabisa. Video hii ni kwa ajili ya mafunzo pekee. Haki zote zimehifadhiwa. Asante kwa kumaliza mafunzo haya. Tukutane kwenye moduli inayofuata.